yako inakuacha just because you don't have money, bro. Alafu kitu ambacho kinatokea hapa, nafikiri niweza kugusia mapema kabisa. Yaani inawezekana nilikuwa sina mtonyo. Alafu mimi ndo nikajiwahi. Mimi nikabwagasha. Naona huyu kabisa kama si mkizi huyu. Asante Philip. Wewe unaweza kufanya hivyo? Mimi naweza. Kama naona kabisa huyu kuna vitu vingi ambavyo inabidi niweze kumfanyia, lakini mimi nikijiangalia mfuko ambavyo upo, tutaenda tofauti hapa. Lawama sababu basi mimi najiwahi. We need people like Philly. We need men like Philly. Kwa sababu unajua nini? Philly umesema vizuri sana. And I think pia kwa watu ambao walikuwa tunabishana sana kwenye simu, kidogo nao pia watakuwa wanaona like a different view of the topic. Kwa sababu najaribu kuelewesha mtu, unamwambia sikiliza, sio kila wakati watu wakiamua kuachana au mtu akiamua kuondoka, basi uchukulie in a negative way kwamba yule anapenda hela tu, anapenda hela tu. No, muda mwingine angalia kama mtabaki kwenye ile relationship, mtakuwa na amani, unaelewa? Maisha yataenda. Do you think itakuwa ideal kama mlikuwa mnaiangalia mwanzo? Lakini watu wengi wamekimbilia kwamba ukimwacha kwa sababu hana hela, basically wewe ni materialistic, unapenda tu vitu na hela na nini, huna mapenzi ya dhati. Lakini kuna vitu vingine beyond yale mapenzi ambavyo hutakuwa navyo kama huna kile kitu ambacho mwenzako, na sio lazima mwanamke, Nobo, wewe niangalia. Kama Philly ni mwanaume, right? Na amesema yeye angefanyaje? Angemwacha because anaona hawezi. Right? Mimi naona si mudu. Exactly. So kama nidhamu ya uoga hiyo bana anko. Haiwezi kuwa ya uoga. Sababu gani? Unaangalia, yani unasema unatafuta mtu wa kufa naye. Exactly. Yani unaona kabisa hii sample yako. Sasa unaona kabisa wewe vitu uviwezi. Sasa ni wewe mwenyewe